chuki kwa upendo, majeraha ya makosa kwa msamaha, lakini pia imani na matumaini kwa waliokata tamaa na kadhalika. Tunaamini hayo yote yalifanyika katika mahubiri, mafundisho ya katekesi, mashauri na shughuli nyingine katika huduma za kanisa. Hayo hayatajirudia. Yatakayoendelea baada ya hapa ni mapya. Basi tunawapongeza tena pongezi sana wapenzi wa shangwe wetu, makofi na vigelegele kwa wote. Tatu na mwisho ni kuhusu fursa. Kila huduma, sala na tendo la upendo waliotolewa kwenye wetu na shangwe wetu hapa limekuwa ni fursa na sehemu ya kazi ya Mungu, na matunda yake yameenea na kugusa maisha ya watu wengi. Mfano, mimi niliyesimama hapa na mwashamu Wilbrod Kigozi, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma na msimamizi wa ujumbe wa Jimbo Katoliki la Kondoa, yaani sisi wawili, yeye mwashamu Kigozi yuko hapa kwa kufika kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake. Labda sisi kwa jinsi tunavyoonekana kwa umri wetu tungeweza kuwa wanafunzi wa washamu maaskofu karibu wote wanaoonekana hapa, wote kama sio wengi wao, lakini historia imeandikwa kwamba mimi na mwashamu Wilbrod Kigozi ni wanafunzi wa mwashamu Askofu Salutaris Kibena wa Jimbo Katoliki la Ifakara, lakini pia ni wanafunzi wa mwashamu Askofu Christopher Ndizeye wa Jimbo letu Katoliki la Kahama. Ni wanafunzi wao kwa seminari na mfraternity. Jubilei hii ya fedha ni ushuhuda wa utumishi uliotukuka na kudhihirika kwao, si tu kwenye nyakati za furaha, baraka, heri na fanaka, lakini pia katika changamoto. Katika hali zote, washangwe wetu wa jubilei wetu hapa waliendelea kuishi wito wa Mungu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kama andiko linavyotukumbusha, mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini hilo ndani yenu, lakini kwa upole. Waraka wa kwanza wa Petro kwa watu wote, sura ya 3:15. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili yao, kwa msaada wa familia, marafiki, walimu, walezi, wafadhili na jumuiya ya waamini iliyoko hapa na penginepo.
saa 2 kamili jioni tutakuwa na chakula cha usiku kwa wageni wetu wa askofu kule katika viunga vya Mchungaji Mwema. Wakati huo mapadri na watawa na wageni wengine waliofikia wao watapata chakula katika ukumbi wa Teoshia. Alafu saa 4 kamili usiku wale wageni ambao basi walifikia kutoka sehemu mbalimbali nje ya jimbo basi wataanza kupelekwa sehemu zao za kupumzika, yaani sehemu za kulala. Kumbe kesho asubuhi tarehe 9 Julai basi ndio itafanyika adhimisho la misa takatifu ya Jubilei ya miaka 25 ya askofu pamoja na mapadri wanne na watawa wawili. Kumbe saa 1:30 asubuhi tutakuwa na kifungua kinywa katika sehemu hizo zilizotajwa sehemu 2, viunga vya Mchungaji Mwema na katika ukumbi wa Teoshia. Na saa 3:45 asubuhi au saa 4 kasorobo basi yataanza maandamano ya adhimisho la misa takatifu. Yataanzia kanisani kuelekea katika eneo lililoandaliwa kwa ajili ya adhimisho la misa takatifu. Kumbe tujitahidi kabla ya muda huo, wale wote wanaohusika kwa namna pekee, maklero na wote kabisa wanaohusika kwenye maandamano, tuwe tayari tumejiandaa kusudi saa 4 kamili basi misa naanza, misa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa juhudi ya fedha na mambo mengine yataendelea huko kwenye adhimisho la misa takatifu kadiri tutakavyoarifiwa. Kumbe kwa nafasi hii nitumie tena kuwakaribisha kwa namna pekee jimbo kwa namna pekee mchungaji wetu mkuu anapoadhimisha miaka 25 ya upadre. Sherehe kubwa tualike kae katika hali ya sherehe. Namna pekee wageni ambao bado hawajasajiliwa, tunapoingia kwenye geti na dawati la usajili wa wageni, ni vizuri wale wageni ambao hasa wanaotoka nje ya jimbo wakawaona wahusika pale getini kusudi waweze kusajiliwa na waweze kupata walau vyumba vya kuweza kupumzika. Kwa nafasi hii tuendelee kuwasiliana nao. Kama kuna shida yoyote, vizuri tukawaona wahusika wapo wanakamati wananeo kamati wale wageni waweze kuwaona hao. Kwa nafasi hii nikaribishe viongozi wetu wa siku ya jioni kwa ajili ya baraka ya kesho. Tusimame.
ya Mhashamu Christopher Ndizeye, askofu wa Jimbo Katoliki la Kahama. Na ibada hii imeongozwa na Mhashamu Josephat Jackson Bududu, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Lakini pia walikuwepo wahashamu, maaskofu wakuu pamoja na maaskofu, mapadri, mashemasi pamoja na mafrateli. Lakini pia walikuwepo watawa na waamini mbalimbali. Hapo kesho, karibu sana tushiriki adhimisho la misa takatifu ya jubilei ya miaka hiyo 25 ya Mhashamu Askofu Christopher Ndizeye. Kwa niaba ya crew nzima ya matangazo hapa kanisa kuu la Mtakatifu Karoli Lwanga, Jimbo Katoliki la Kahama, kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, lakini pia kurasa za Facebook Radio Maria Tanzania, lakini pia Moshi Online TV tulikuwa nao hapa, na wale wote ambao wameshirikiana nasi akiwemo mpiga picha wetu Geoffrey, lakini pia fundi mitambo mkuu hapa Fred William, na mwakilishi wa Radio Maria Tanzania dada yetu Beata Emmanuel. Kwa niaba yao wote, naitwa Godfrey Joseph Mahonge. Mungu atukuzwe na mwanadamu atakatikuzwe. Nikutakie jioni njema yenye kila baraka na neema za mbinguni. Usikose kuungana nasi hapo kesho, siku ya Alhamisi, ambapo tutahitimisha rasmi kilele cha jubilei ya Mhashamu Askofu Christopher Ndizeye wa Jimbo Katoliki la Kahama.